Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to take this opportunity nikusaidia tu. Pana mambo naishi kugawana na wewe. Israeli alikaa bila msaada kwa kipindi kirefu. Njaa ikawa imekuwa mingi sana sababu hakukuwa na Mungu wa ukweli katika Israeli. Maana mfalme aliyokuwa katika Israeli kipindi kile alikuwa katika hali ya kuwafundisha wana wa Israeli miungu ya Baali. Hallelujah. Amen. Are we together? Naye kuna jambo moja ninataka usike siku ya leo. Manake kuna jambo la muhimu nataka kugawana na wewe. Nimekuambia leo kabla hatujatoka mahali hapa. Tafuta jambo moja peke yake. Ile tunapeleka kwa Baba na tukilipeleka kwa Baba, yule atakaye jibu na moto, pia tutakainamia. Maana tumekataa kuinamia miungu yao. Hatutaenda kwa heli zao. Maana tumejinyima usherati, tukajinyima raha za dunia, aina yote ya mambo ya tamaa, hatukajiondoa kwa urongo, tukajiondoa katika njia za uovu ili kusudi Mungu wetu atukuzwe. Baba yetu aliye mbinguni ainuliwe. Haleluya. Ambia mwenzako atafuta jambo moja leo. Ambia mwenzako atafuta jambo moja leo. Wewe, ambia hawa wasimame wote wawili. Hawa, Gracia wa rangi. Ambia wasimame hapo haraka. Najua bila mapepo ufanyia watu. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Napenda ni vizuri kuonyesha wakati madhabahu ya Baba yetu aliye mbinguni inafanya kazi, unakutanga mostly wale watu wengi wamefungwa na madhabahu zingine waruhusiwi, maana zile zitapigwa. Leo hakuna kitu inaondoka hapa ikiwa imefunga maisha yenu. Amen. Hallelujah. Amen. Maandiko inaniambia wakati ule mfalme alipokuwa amefundisha wana wa Israeli miungu mingine, Elia naye alikuwa amejificha. Akaambiwa na Baba, leo ni kipindi za kufanya nini? Ukajionyeshane. Uende ujionyeshane kwa mfalme Ahabu. Ni nani huyu umeogopa sana? Ni kitu gani hicho kimekutiza sana? Najua kuwa ni nyumbani unaweza kuwa umetishwa sana na mambo ya wachawi na waganga. Ili ambavyo walivyo kuondoa yakapinga masomo yako. Hauwezi bado kutamani kurudi nyumbani. Ni kipindi sasa za kurejeshwa. Kama kuna madhabahu iliyoondolewa na Mungu wenu kujulikana katika mbomoreno. Ni kipindi miungu yao inamia jina la Yahuwa. Hallelujah. Alo. Hatutainamia falme za dunia. Hatutainamia miungu ya kuzimu. Illuminati na devil worshiper. Kila miungu ya kuzimu haina nafasi katika connection yetu. Amen. Alo. Am I talking to somebody? Yes. I want to develop your spirit, my dear brother, my dear sister today. Yes. Wakati Elia aliposikia hivi alimwambia aje? Aliambia Mungu aje? Alijibu kitu? Hapana. Aliondoka mara moja, aenda akajionyeshane. Sasa kwa sababu kulikuwa na njaa, naye Ahabu kama ameambia Obadia, Obadia. Anamwambia nini Obadia? Sababu kuna shida, wewe enda pande moja utafuta nyasi na mimi niende pande nyingine. Sikiliza. Nisikilize kwa makini sana. Hakuna kitu ya muhimu kama ujue hizi habari. Hello. Am I talking to somebody? Wewe enda pande hii. Na mimi naenda pande hii. Tupate nyasi. Tuhifadhi mifugo isiangamie yote. Maandiko ya Baba inasema hivi, wakati walipokuwa hivyo, wakiondoka tu hivi, Obadiah alikuwa msha Mungu sana. Obadiah alikuwa mtu anaogopa Baba yetu aliye mbinguni sana. Hakutaka mambo ya dunia hii. Hakutaka mambo mabaya. Na akawa amechukua manabii 100 akawaficha 50 akawa akiwapa chakula. Kwa siri sana, maana Jezebeli angejua angemua pia. Haleluya. Sasa maandiko inasema ya kwamba wakati kunatendeka hivi unatendeka, lakini siri iko na nani? Sijui ni nani amehubiri hapa akasema mambo ya moyo. Hayo umeweka moyoni. Obadiah anasema ya kwamba ndani yake mimi nimeficha hawa, lakini mfalme ajui na mkao mfalme afanye nini? Ajui. Mambo mengine lazima ujifundishe kuficha wakati unafanya kazi ya Mungu. Maana ukiandika hapo utapigwa. Halo. Bwana sifiwe sana. Are we together? Mambo mengine wacha niwaambie wapendwa. Mungu ndiye mwenye mali zote duniani na juu mbinguni. Na akitaka kuchukua hizi ploti zote ziko duniani, mashamba yote, hahitaji kwenda kusema excuse me twende tukaandikanie. Title zote ni zake. Halo. Vitu vyote ni lakini ownership amewapatia muhoni, maana mniraiti yenu kama watoto wake. Muweze kumiliki mali fulani, mununue mali fulani mumiliki. Listen to me very careful. And I want you to understand this now.
Katika hali ya uwezo wa mamlaka zake baba yetu aliye mbinguni, yeye ako mbinguni pale, Israeli anaendelea kuteseka. Ni nini kimeingia? Hakuna madhabahu, hakuna chochote kizuri, lakini baadaye anajua siri. Wabandi anajua kinachoendelea. Hata kama usherati unaendelezwa, hata kama uzinzi unaendelezwa, hata kama wengine wanaabudu miungu, wacha moyo wako ukae na siri ya kujua ya kwamba sitainamia miungu, sitaenda kwa waganga, sitaenda kwa wachawi, sitaenda kwa miungu mingine ili biashara yangu isimame. Wacha niwaambie wapendwa, watu tunaishi nyakati ambazo biashara zinafanywa na majini. Watu wamefunga majini za kila aina. Kuna watu wamefunga majini nyingi sana. Wengine wamejiwekea jini zile mbaya kabisa. Wanakaa nazo za kutisa, wanazo wengine katika miji. Lakini nimekuja niwaambie ya kwamba kama wewe unanyenyekea katika chini ya jina Yahuwa, jina la mwenye mkumba mbingu na nchi, mamlaka yake iko juu yako na utapata ushindi wa baba yetu aliye mbinguni. Amen. Utatishwa na mipango yao au tatishwa na mipango yao. Hello. We know what they did. Wameenda wakiharibu Biblia, wameziharibu zote, wameharibu wakaribu, walitoa jina la baba yetu aliye mbinguni, wakatuwekea majina yao. Ten commandment inasema nini? Jina la baba lisitajwe kwa bure, kwa mizaa. Sasa hilo limekuwa ni kama mizaa kila mahali. Andi lini mimi nikawa nimeitwa Stanley, nikienda China sitaitwa Stanley, nitaitwa Chinkonkon. Chinchonchi. Hiyo ni uongo. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Ni kipindi cha kuamka. Sema ninatoka. Sema ninatoka. Kwa hema zao ninaondoka. Mosi. Na watanipata kwa mamlaka ya baba. Elia akatokezea. Alipotokezea akaenda akakuta ndio wamegawana. Obadiah anaogopa baba yetu aliye mbinguni bado. Akakutana na yeye. Na baba anajua kuunganisha. Hakumuunganisha na Elia na Ahab. Alimuunganisha Obadiah na sikila mtu ameenda njia yake. Baba anajua kupanga laini. Sijui kama unasikia bila ninasema. Baba anajua kupanga laini. Na mahali anajua utaingia kesho, anajua mahali utapitia kazi yako isimame. Anajua mahali utaingia upate kufanikiwa. Anajua ile ofisi utakapoingia, uende ufanikiwe mahali pale. Akuunganisha Elia na Ahabu mara moja. Alimuunganisha kwanza na mtumwa wake, kwanza mtume. Amwambia niko hai. Akamwambia unanituma saa hii? Si wewe uogope baba aliye mbinguni kwanza. Usinifanyie hivyo nikauliwe. Mataifa yote yameapishwa. Alikuwa anaogopeka. Sasa unaniambia aje? Nikasema uko hai na wewe na roho wa baba akija kuchukua uende. Elia hakuwa mtu hivi. Leo nataka hiyo mamlaka iende kafanya muujiza katika nyumba yako. Amen. Halo. Kule ukuweza kuenda mbio ujipate hapo. Kile ukuweza kupikia uende ukafikie. Kwa mamlaka yake baba yetu huyu aliyejibu kwa moto. Huyu aliyeshuka na moto. Huyu ambaye si kama viumbe vingine. Huyu ambaye akinena na anatenda. Ndio anaongea habari zake. Ndio. Haleluya. Na huyo ndio ninasema anaenda safari moja na wewe siku ya leo. Bora uziachilie mikononi mwake. Maandiko inaniambia ya kwamba sikiliza kwa makini wewe. Sikiliza kwa makini. Hapo alipokuwa mahali pale amekaa. Mahali pale ameenda shughuli ya pande yake. Wapande naye ameenda pande yake, wamekutanishwa pamoja. Enda ukamjibu. Mwambie aje? Mimi niko hai. Tukutane. Leo tutaonyeshana. Halo. Unajua kuna watu walio waroga na wakawapiga sababu ya miungu yao mpaka wanafikiri nyinyi hamuko. Sema ni kipindi yangu. Sema ni wakati wangu. Sema this is my time. Maandiko ya baba inasema hivi, and it came to pass in that time. Ikatimia wakati. Hebu anzia basi wani wapo usikie. Kwa hiyo Kiingereza yako inasema nini verse 1? Come on somebody. Are we together? Verse 1 inasema nini? Baada ya siku nyingi. Baada ya siku nyingi. Na ikawa siku ya leo baada ya siku nyingi. Hizo ambazo walikuweka kwa kufungwa. Hizo ambazo walikuweka kwa minyororo. Hizo ambazo walikuweka katika kukusuia msanda wako. Siku ya leo itimilishwa na baba ukadhirishwa kwa mamlaka yake. Haleluya. Baba adhibirishe katika mamlaka yake katika maisha yako. Amen. Haleluya. Maandiko inaniambia wakati huo, wakati ambapo walipokuwa pale, akamwambia mimi siwezi enda hivi. Aje, si nitauliwa. Akamwambia kama baba vile shida. Leo nitajionyeshana. Kipindi imeisha kujifunika. Halo. Nilikwambia ulikuwa Mason.
my friend. Hakuna lazima. Ulipeleka kuku na njogoo na ulitangulia njogoo na mwera. Sasa umepeleka mbuzi ninakamuliwa. Next time ni ng'ombe ya maziwa. Unasikia vile nimesema? Next. Na inaenda spindi, angalia ni mesi gapi umeenda. Hata haijamaliza mwezi. Haikumaliza, justice ungoje tu. I know what I'm saying. 21 days, 21. And I know what I'm saying. Hello? Are we together? Ati baba atakaye jibu kwa moto ndiye tutakaye? Haya, wabundu. Tutakaye abundu. Wacha kudanganywa. Wachana na mambo ya dunia ile inaendelea. Nakwambia watu wamekula dawa na haijapona. Wako nayo bado inawangaisha kwa mwili. Nini? Hiyo ni gonjwa. Nimekuja nikuambie hivi. Sikiliza kwa makini sana. Let me help you. Somebody there. Elia alisema sasa leo hata kama wewe unaogopa, hata kama unaogopa usiuliwe na yani yakutishwa ya kwamba Obadi atajua ataenda kusema ama hatasema. Lakini anamwambia hujasema ama utasema. Anamwambia ijulikane hivi. Leo nitafanya nini? Nitajionyeshana. Hello? Hello. Nitafanya nini? Nitajionyeshana. Hallelujah. Amen. Are we together? Yes. Yani wewe enda umwambie bwana yako, mimi huyo mkubwa mfalme mwambie niko. Si nitauliwa. Na ukitafuta ikuwe roho wa baba amekuchukua ukaenda. Ilikuwa yanatisha sana. Hiyo mamlaka nataka hiyo katikati yetu. Amen. Hallelujah. Tusikae tu hivi hivi. Si kila mtu tu anakuja tu anatukana tu hapo anaondoka anaenda. Hapana. Mamlaka ya baba iko wapi? Hapana, sitaki hiyo mimi. Halo. Maandiko ya baba inasema hivi. Mfalme alipokuwa pale, all of a sudden Elia akatokezea. Sasa imeanzia pande ile, imekuja kuunganishwa. Sijui kama akili zako ziko kwa hawa bando. Don't know kama tuko pamoja. Please. Hii ujumbe ikikupita, wacha kunisumbua mimi. Maana watu wengi wanaabudu miungu katika mioyo yao na akili zao. Lakini wakati akili zako ina connect kwa kile unapewa, unaondoka. Sikia. Elia akakutana naye. Umetoka wapi wewe unatabisha Israeli? Si mimi, ni wewe na nyumba yako. Hakumwogopa. Anafahamu. Kama unajua ni mimi, ishara ni moja nataka. Nimekwambia tafuta jambo moja. Jambo moja leo. Tupeleke mbele sababu. Twende. Nikusanyie manabii 450 wa Baali na 400 ya Ashera. Tukutane na wao Karimeli pamoja na wana wa Israeli wote. Walipokuwa wamefika mahali pale akawaambia hivi, tafuteni ndume ngapi? 2. Mkisha tafuta 2, nyinyi mtatoa ibada ya moja. Na tutaita kila sehemu itaita mimi niko peke yangu nimebaki nabii wa ukweli. Wa baba ishie milele wa ukweli. Hawa wengine wote ni mabali. Sasa nyinyi iteni wenu. Si kumaanisha Elia alikuwa anajiinua wala wahubiri amjuangi hiyo Elia. Katikati ya Elia na hao manabii hakuna mwingine alikuwa amebaki hapo. Maana wengine walikuwa wameuliwa already na Jezebeli. Hallelujah. Amen. Lakini katika hii timu wamejificha Elia, hakuna mwingine angeenda kufesi hiyo kesi. Are we together? Wale wengine baba alikuwa nao amewaficha, hawakuja kwa mkutano hiyo. Hawakuwa mahali pale, hawangetokezea. Maana hawakuwa wamefika viwango hivyo. Kweli. Are we together? Yes. Alikuwa nao ndio, lakini walikuwa wamejificha. Huyu mtoto sasa leo anaweza kuwa nabii, lakini hajaweza kuwa na uwezo wa kujiombea. Kweli hawezi. Are we together? Yes. Na Mungu akimwangalia naona ni nabii yako ajainamia nini? Miungu. Sasa Elia anasema I'm the only prophet. Hao wengine walikuwa na nguvu huku mumeua. Waliojua kuomba waliuliwa. Hallelujah. Amen. Sasa Elia hakujiringa kifua, akasema ni yeye peke yake hako. Wale Mr. President mahali pale mnamkosoa. No. Katikati ya mkutano hakuna moja angelijitokeza onyeshane nguvu za huyo Mungu ako hai ni nani. Are we together? Yes. Nguvu za Mungu ndio siriishi kuendelea kutesa Israeli. Elia akasimama akasema enough is enough. Imetosha na imetosha. Maandiko ya baba inaniambia ya kwamba akamwambia tukutane pale. Leteni ndume 2. Nimewapa nafasi mchinje ya kwanza. Mtatoa sadaka nyinyi ndio wengi. Halo. Ninyi ndio? Wengi. Ninyi ndio? Wengi. Muitane kutoka asubuhi. Muitane kutoka Asubuhi. always wale wanakupiga ndio utangulia. Wale wasiojua baba yetu aliye mbinguni ndio utangulia. Waachana na wao. Masaa yako imefika ukainue bendera ya baba yetu aliye mbinguni.
Ujasikia nimesema nini? Masaa yako imefika, yao imeisha. Sasa ni masaa ya kupeperusha bandela. Wewe ukwende. Halo. Na ule atakosa kwenda attention, unamalizana naye hapo. Hujui vile kulienda? Let me show you. Elia akamwambia tangulieni kufanya ibada. Kama uelewi bwana, nikuonyeshe. Basi muiteni Mungu wenu. Mwendeleni kumuita baba yenu. Endeleeni kuitana, si muitane. Wakaitana. Masaa ya adhuhuri ilipofika, midday ni kumaanisha aje? Wewe ulienda kwa Kiingereza? Wewe ulifanya mathematics, hii ilikuwa kwa mathematics. Midday maana yake ni nini? Saa wakati imesimama, jua limesimama katika. Wameitana kutoka asubuhi mpaka saa 6. Sasa Elia anakuja karibu na wao, anawaambia si pengine amelala na lazima ataamshwa, ama ameenda safari, ongezeni sauti, ama pengine anafikiria jambo fulani, sasa hajafika kufikiria yeye. Lakini hiyo ilikuwa diakakari. You can imagine with me, ukiambiwa Mungu wako anafikiria jambo, yaani hata kwa mawazo yake hajakuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ainuliwe Mesia. Amen. Jina la Yesu Kristo aliitwa Yahusha Kiebrania. Hii ngine alikuja akapewa baadaye. Kuna kipindi nataka muende mkicheji mumuelewe Mesia mwana wa Mungu, jina lake mwite hivi. Aliitwa. Amen. Haleluya. Mwache kudanganywa na dunia vile hivi. Msimame hivyo. Utakuwa unamuita anakuja. Siku muita anakaa kama uliita kitu hakuna. Enda angalia kwa makanisa, wale watu wanahangaika bwana. Maana maagano ya baba hakuna. Elia anajibu, anamwambia nini wewe na nyumba yako ya baba yako ndio mlivunja maagano, amri zile zilikuwa sababu. Sasa mnafanya hii nchi endelee kuhangaika hivi. Kama sivyo tukutane. Wamekutana basi. Wewe itaneni kabisa na mwanzie yenu. Na muweke yenu pale na muweke kuni. Yao hata hawakushotea maji. Amen. Yao walishotea maji. Waliweka kuni peke yake. Lakini tupurupu kwamba kuna baba aishie milele na akona uwezo kuliko wengine. Elia yake aliongezea nini? Maji. Aro. Nyinyi hamjuangi siri ya maji ni nini? Are we together? Siri ya maji iko na kazi mingi sana ndani. Halo. Siri ya maji iko na kazi mingi sana ndani. Akachukua maji, ikashotwa, akachukua mawe. Sasa amekuja, wameitana, imekuwa hakuna. After midday, baada ya hiyo sadaka ya jioni ilipofika, akasimama kwa pengo, akasema nikaribieni sasa na mimi nifanye yangu. Si mmefanya yenu? Na wakuitiko na wakujibiwa. Ambia mwenzako kutoka leo usikae kwa Mungu asiyejibu ombi lako. Huyu hapana Mungu. Hallelujah. Amen. Are we together? Ambia mwenzako, my neighbor, ninakusii leo usikae katika ushirika unayeabudu ile miungu isiyojibu maombi na isiyoona haja yako. Hallelujah. Maandiko inaniambia Elia akamwambia karibieni. Akachukua mawe 12 kulingana na hesabu ya watoto wa Yakobo aliyeitwa Israeli. Akayakusanya, akatengeneza nayo ilipeana. Hebu tutumie Kiingereza vizuri. Kulipea ni kurekebisha. Maana yake madhabahu ya baba ilikuwa imeharibika. Geukia mwenzako mwambie madhabahu ya baba iliharibiwa ndani yako. Leo inatengenezwa tena. Leo tunaitengeneza tena. Kama kuna mahali walibomoa, leo tunatengeneza tena. Na sadaka ya kwanza ni damu ya mwana kondoo. Hii hawataiweza kuisimama maishani mwenu. Hii hawataweza kuisaidia katika maisha yako. Haleluya. Damu iliyotiririka chini pale juu ya mti wakati aliposulubishwa. Hiyo ndio sadaka ya kwanza. Nenda kutangulia. Geukia mwenzako mwambie my neighbor. Sadaka ya pili ni moyo wako na mwili wako umpatie baba ukamtumikie. Haleluya. Maandiko inaniambia ya kwamba Elia akasema jazeni maji mara ya kwanza. Ya pili jazeni maji. Ya tatu jazeni maji. Akajaza. Akakaribia masaa yake. Tunakuita leo wewe wa Ibrahim, Isaka, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli.
Leo ijulikane ya kwamba mimi ni mtumishi wako. Nashukuru Mungu kuna wapasta wamekutuma unisalamia wakati ulisafiri. Ulikutana na watu walinijua. Hizo ile nilifungua kanisa. Are we together? Hakuna mahali nimepitia kwa kukosa kuwa na alama. Na nimesema hivi kabla sijaondoka duniani. Nitawacha legacy this world. Nitawacha legacy. Na si legacy ya kanisa kubwa. Ni legacy ya matendo ya baba yetu. Naweza nikawa sina kanisa kubwa, lakini Mungu wangu atajibu na moto. Haleluya. Atajibu na moto. Na anapojibu na moto, kuanzia kwa mambo yanayokusumbua. Yes. Hello. Are we together? Yes. Tuko pamoja jameni? Yes. Nilisema sitaondoka duniani kama hajaacha legacy ya Yesu wangu. Yes. Na hilo ndio ombi langu na maagano yangu na Mungu kila kuchao. As from today, ukao ukijua hivi. Maandiko inasema ya kwamba alipoitana moto ukashuka juu. Ukashuka ukateketeza mawe, ukateketeza mchanga, ukateketeza kuni, ukateketeza zandaka, ukachoma. Maandiko inasema si ukachoma sasa, baada ya kuteketeza ukaramba. Halo, na tukafanya nini? Ukaramba. Sijui kama tunasikizana hapo sasa. Eti maandiko inasema nini? Baada ya kuteketeza, hizi zingine zote zimeteketezwa, lakini moto ilipofika kwa maji ndio idhibitisha kuna mamlaka makubwa zaidi iliongezeka, maana maji ilikuwa extra ya kutisha ule ufalme. Ilipita naye kama imelamba. Kitu mara moja unaondoka. Halo? Vitu kadha mahali pale. Wakati mamlaka ya baba inaposhuka, kile ambacho walikuwa wanafikiria kitatendeka kinatendwa katika katika hali ya kufunga macho na kufungua. Yes. Halo? Are we together? Nikuwe mwenzako fanya hivi. Mwalizi umeona vile kumeendelea? Hawezi elewa. Hawezi jua. Sababu hivyo ndivyo Mungu anaenda kutenda. Katika hali ambayo wasiojua. Kama kufunga na kufungua macho, muujiza utendeke. Ushindi wa baba uonekane kwa maisha yako. Maandiko inaniambia ya kwamba alipomaliza mahali pale, hakukomea mahali pale. Akasema mara moja haraka, kwa sababu muujiza umetendeka na Mungu wake amemjibu. Neno la baba linasema akawachukua. I like this. Manabii wa Baali 450 wateremshwa sana haraka sana kwa kijito pale kwa mto. Wanapoenda pale akaenda akawachinja wote mahali pale. I want you to imagine with me mtu mmoja anaua manabii 850 wote wameteremshwa katika kijito. Siku ya leo nataka niongee na wewe nikwambie hivi. Yule Mungu tunaongea habari zake still ako alive. Na leo mamlaka anaenda kuachilia. Wacha kutishwa na wachawi wa kwenu, wacha kutishwa na waganga walioroga. Walioroga na ikasaulika, ni wakati inawekwa wazi na inavunja hiyo nyungu. Walioweka katika hali ya siri inawekwa wazi na inavunja hiyo mipango. Israeli walihangaika sana. Pengine wako jua mfalme alikuwa anafundisha wana wa Israeli miungu. Hawakujua mimi. Wakilia nabii alijua. Ni kipindi sasa ijulikane siri. Ni kipindi siri julikane hata kwa wafalme wale tutakuwa nao ndani ya taifa la Kenya. Hakuna waabudu wa miungu. Sema my God my Father. Our heavenly Father. Sikia sauti yetu. Hata kwa mfalme atakaye tawala nchi yetu, hawataabudu miungu. Hawataenda kwa Illuminati. Kanisa halitatumbukia katika misingi ya kuzimu. Kwa jina takatifu la Mungu wa Israeli. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia baba makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. You know. Thank you very much. Thank you very much. Nisikilize. Akamaliza kufanya nini? Kuwachinja. Najua kanisa lilijaa kuchanganyikiwa maana tulidanganywa wakati walipoharibu ukweli. Lakini sasa ukweli umewekwa wazi. Unakuja kwako ukijua. Unapojua julisho huyo mwingine. Mwambie toka gizani. Mwambie my neighbor. Ni wakati wa kutoka kwa giza. Halo? Unajua maandiko inasema aje? Neno la baba linasema Elia alipoona kumetendeka hivyo, akatumana ujumbe haraka. Ndio mwambie kule na kuni mfalme. Haraka mvua inakuja kumfumania na akimbie. Kila wakati wa ibada ikifanywa, wafalme wana sehemu yao ya kukula. Wakubwa manabii wako na sehemu yao kukula. Lakini Elia akapanda juu ya mlima. Akaenda kutoa ibada ya shukrani. Give thanks. Akainamisha uso kifudifudi. Akamwambia mtumishi wake kimbia. Enda usungulie pale haraka kwa mtu kwa bahari.
unaposungulia kuja haraka tena. Maandiko ya baba inasema hivi, wakati ambapo alipomwambia hivyo, akatuma mtumishi, enda mwambia Ahabu haraka ajiandae, maana amemtuma mara 7, enda usungulie. Ni nini unaona? Hakuna. Kwa mara ya 7 ninaona sehemu ya kamkono ya kawingu kanatokea kwa bahari. Sawa. Elia akatafsiri kuna mvua inatokea. Nimekuja nikwambie hiyo ishara unaanza kuona saa hizi ya mambo kidogo Mungu anakutendea. Nasema kuna kubwa. Amen. Nimekuja nikwambie kuna kubwa inaingia. Na tumesema nini? Umesema nini? Sikia nikwambie tena. Wewe umesema cheki. Kitabu. Hiyo ni bankers check. Sasa hiyo imeanza kuingia, haijaingia sababu inabahatishwa. Sikia mtumishi, ni ishara ya kule unakwenda my friend. Tutaenda kuhubiri na mangotolea. Pana, mambo ya mangotolea wachana nayo. Mangotolea achia wale wako Biblia. Watumwa wale watezi wako huko. Wacha kusumbukana tena. Ni masaa tunatoka Babilonia na tutaimba imbo ya Sayuni kama tumefunguliwa. Amen. Haleluya. Amen. Halo. Sikujua. Lakini kama hivyo ndivyo kulivyo, nasikia niwaambieni tena. Hiyo kidogo unaona imetendeka. Kawingu kalikuwa kadogo. Akamwambia jiandae haraka. Nimekuja nikuambie ujiandae. Kuna spindi mwendo wa juu. Kawingu kakajiunda haraka, wingu likawa kubwa. Na kuambia kuna vitu zinakuja kujiunda. Si wewe unaenda kutengeneza. Sinapanga na mwenye kupanga anajua. Halo. Si tunamuita anashuka. Anaposhuka anaunda. Na anajua kutengeneza. Biblia inasema ya kwamba all of a sudden ni mvua ndio hiyo, wingu limeshikana. Mbio ikaanza. Elia alipokuwa pale, nani alitangulia? Nani alitangulia? Nani alitangulia? Mfalme Ahabu alitangulia kwa safari mbio. Maandiko inaniambia Elia alipokuwa mlimani akachukuana mahali pale kwa sababu Roho wa Baba yetu aliye mbinguni alikuwa pamoja naye na mkono wake ulikuwa pamoja naye. Aliondoka mara moja mbio akampita Ahabu mfalme kuelekea katika lango la kuingilia wapi? Yezreeli. Nataka nitabirie maisha yako nikwambie hivi. Unapokuwa ukiondoka mahali hapa, kupita, waliokuwa mbele yako ni kipindi chako utawapita mara moja. Amen. Ayendi na hivi unafikiria, hivi Mungu atafanya mara moja tu hivi. Baba atafanya kitendo tu mara moja hivi. Na inapotendeka mara moja tu hivi, katika hilo tendo mara moja tu hivi litabadilisha anga yako. Aro! Litabadilisha nini? Anga yako. Wewe nisikilize, wacha. Nisikilize, litabadilisha nini? Anga yako. Kuna anga inakwenda kubadilika. Kuna mambo inakwenda kubadilika mara moja. Na itaenda kubadilishwa na watu. Mara moja. Wacha na watu wale wameishi kukutukana. Elia ametangulia kutukana na Ahabu. Lakini nani ameenda mbele? Mvua inanyesha. Utafungiwa nayo, wewe fanya haraka. Hiyo mbio walikuwa wanafikiria kukimbia. Ahabu akiwa anakimbia akiwa mbele, alinafikiria ako mbele sana. Nimekuja nikutabiria nikimalizia nikisema hivi, waliofikiria wako mbele yako sana, kuna mamlaka ya Baba leo inaachiliwa. Amen. Unaenda kuwapita. Unaenda kuwapita. Kikazi unawapita. Kiakili unawapita. Kimavazi utawapita. Utakatifu utawapita. Kisheria za Mungu utawapita. Kwa hekima ya Baba utawapita. Kwa matendo ya Baba utawapita. Hautakaa au walikuwa. Hautafanya vitu vile walifanya. Hautafanya mambo yako vile walikuwa wanafanya. Maana wewe si wewe tena, bali mkono wa Baba huko juu ya maisha yako. Amen. Eutinie tinie. Eune mwalani. Eutinie tinie. Eune mwalani. Eutinie tinie. Eune mwalani. Eutinie tinie. Eune mwalani.